namna pekee kwetu sisi watoto wa Moshi, jinsi ambavyo tunafaidika kwa utume unaotolewa kuhusu Bikira Maria kwa njia ya Radio Maria. Tumekuja kushukuru. Tunamshukuru Mungu. Tunaamini kwamba ni yeye anawezesha shughuli zote ambazo zinaendelea katika ofisi ya Radio Maria hapa Tanzania, lakini pia katika utume wa Radio Maria, utume kuhusu Mama Bikira Maria, mafundisho kuhusu Mama Bikira Maria yanayotolewa karibu pande zote za Tanzania kwa njia ya chombo hiki cha radio. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa jinsi utume huu unavyoenea na unavyopokelewa na watu wengi. Ni ishara wazi kwamba ni utume ambao katika mpango mtakatifu wa Mungu na kwa njia ya maombezi ya Mama Bikira Maria anapenda kweli ufaniwe, anauwezesha. Mwenyezi Mungu hakika anauwezesha, anautakia baraka ili uweze kuendelea vyema. Lakini pia Mama Bikira Maria ambaye anasema sana katika utume sika, naye anamwomba Mwenyezi Mungu, anamwomba mwanaye Bwana Yesu aendelee kubariki, kustawisha, uweze kusaidia watu wengi hasa kuongoka, kumfahamu Mungu vizuri zaidi, kufahamu Injili takatifu zaidi, kufahamu mafundisho makuu ya imani yetu, katekesi, mafundisho ya kanisa na mengine yanayotusaidia katika kurudi kwa Baba tunapokuwa safarini. Tumekuja kushukuru hasa kwa hilo, kuenea kwa utume wa Radio Maria ambao kama mnavyofahamu ni kwetu. Ni Kristo yuko nyumbani kwetu, amehamia nyumbani, anatufundisha kwa namna ya pekee tuweze kuelewa Injili yake takatifu. Tunashukuru kwa hiyo. Hii ni baraka kubwa sana. Ni baraka kubwa sana. Ni zawadi ya uinjilishaji mpya ambayo imeingia katika maeneo yetu ya uchungaji, maeneo yetu ya misionari. Bikira Maria anaelezwa vizuri sana kwa mafundisho yanayotolewa na hawa wahudumu wake. Tumekuja kushukuru hasa kwa hilo, na bado kama tutakavyosema kule mwisho, tuendelee kumwomba Mama Bikira Maria aendelee kuombea utume huu, na Bwana Yesu asikilize kweli maombi ya mwanaye kama alivyosikiliza mahali fulani tena kwenye Injili takatifu, ili utume huu endelee kuenea, hasa katika nyakati tunazoishi unahitajika sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa kuenea kwa utume huu. Hapo pia tunashukuru sana kwa wale wanaowezesha. Ni sisi tuliko hapa kwa hakika na wengine wengi tunaowezesha utume huu uende kustawi, uweze kustawi, uweze kupokelewa na hata uweze kubadilisha mioyo ya watu. Hapa Moshi kama mnavyofahamu, kweli sisi ni wapenzi wa utume huu wa Bikira Maria, kuanzia mimi mwenyewe, mapadi wangu na naamini karibu wa Kristo wote. Nashangaa mimi naona hao mapadri tulikuwa nao mkesha, yaani wamekesha, walau mimi nimeenda kulala masaa 4 nikarudi, wao wamekesha kabisa tangu saa 12 jana mpaka leo asubuhi, alafu tukaingia misa. Nilikuwa nafikiri kwamba nilikuja hapa kusali misa na makatibu wangu tu,
lakini hao wote wapo. Ina maana gani? Ina maana kubwa sana. Na mapadi wangu shukuru sana, kuanzia na baba Musi ambaye ni mkurugenzi wa vyama vya kitume hapa jimboni, na hii ikiwa mojawapo. Wewe pamoja na uchovu wako na bado unaenda kwenye utume, bado upo, lakini baba paroko yupo, lakini baba Hassan yupo, lakini Padre Yosefu yuko. Wamekesha na wametoa tafakari nzuri sana za Biblia mpaka kwenye 9 usiku wa manane, wana tafakari za Biblia kwa waamini nzuri sana zinazoguza. Sasa nikasema leo baada ya misa wangeenda, lakini wote wako hapa. Maana yake ni nini? Nyinyi wahudumu mchukue jambo hili mnaloliona hapa kama ni la baraka sana. Mahali pote tunapokuwa na utume, jambo zuri ambalo tunapenda waamini walifahamu. Kama mapadi wasipokuwa wa kwanza, mapadi wapokuwepo, tunapoteza wakati, haitakwenda. Askofu anaweza kuwepo, anapenda sana, lakini atatembeaje jimbo zima? Mara nyingi hayupo, na hata wakati mwingine hajui anayoendelea jimboni, maana yuko safarini tu. Wewe mapadi wangu ni washukuru sana, na washukuru sana kwamba mnapenda Radio Maria, mnaelewa kwamba unachangia sana katika utume wetu pia sisi, kwa kukomboa roho za watu, kwa kuwafanya watu wengi warudi kwa Yesu. Na nyinyi pamoja na uchovu wenu, mkesha mtakatifu, muko mahali hapa pamoja na watawa pia waliokuwako usiku ule wako hapa. Naomba tumpe sifa na utukufu. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu, tunashukuru pia wale ambao kwanza kiroho wanasaidia utume huu kuenea, lakini pia katika mafundisho na mapadi wanaojitoza sana kuhamasisha watu wachangie yale tunayoombwa ili utume huu uendelee, lakini pia wanaoshirikiana na wahudumu wa Radio Maria kufundisha yale yanayofundishwa kwenye radio. Siku ya leo ni ya kushukuru watu kama hao, kuanzia na maaskofu, mapadi, watawa, Wakristo wema, wapenzi, wakereketwa wa Radio Maria, watoto ambao naona mko wa kwanza kabisa. Nafikiri kila mmoja ana rosari hapa. Ningetamani kuona rosari zenu watoto, mshike tu nione, maana kama mnaimba hivyo vizuri, sijui kama rosari mnazo. Sasa hapo naona wengine wanaangalia mikunja tu hapo. Sasa sawa watoto, sawa, ongereni basi, ongereni mlizo nazo. Wengine ambao wanaonyesha mkono, tumwombe baba paroko awapatie baada ya misa. Nyosha mkono. Yaani baba paroko kania awapatie, lazima mtafute. Mbona mnaimba vizuri? Yaani mkatafute radio kwa mtafute, sio kwa mkatafute rosari kwa haraka. Mnavyoimba hivyo vizuri, na wakati huo muonyeshe rosari ya Mama Bikira Maria, sema iko hapa kama walivyoonyesha, na mimi hapa ninayo tena na ingine, ili ni mtu ambaye hana rosari nimsaidie hapo. Sasa hapo nimsaidie nani? Mnainga hapo hamna. Kwa hiyo hakuna, siwezi kutoa hii ya pili kwa mtu yoyote. Nataka achukue kwa askofu, si mnaona ni wengi, kwa hiyo hakuna hata anaweza kupata. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, ni siku ya shukrani kwanza kabisa kwa zawadi ya utume huu katika kanisa, kwa sababu pia tunashukuru pia kwa jinsi ambavyo una malezi wengi, kuanzia na maaskofu, mapadri, lakini pia watawa, lakini pia walei, wakereketwa, ambao sio kwa njia ya michango ya fedha tu, hata kwa sala, kwa mafundisho yale yanayotolewa kwa Radio Maria, wanayachukua dhati kabisa na kuwafundisha hata wengine.
Hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Katika nyakati tunazoishi, teknolojia ambayo ni sana, yaani sauti ya Injili inakuja nyumbani kwetu. Yesu anakuja nyumbani kwetu, anahubiriwa si kwa njia ya jumuiya ndogo za Kikristo tu, lakini pia kwa njia ya Radio Maria. Sasa kuna ambao wanajitahidi kuhakikisha jambo hilo linafanikiwa. Pia michango, leo tunafunga, dada Delima niambia kwamba leo ni misa ya kushukuru pia kwa ya kufunga marathon, matembezi ambayo yamekuwa na ufanisi mkubwa sana. Sasa pale napo ni mahali pa maana, ingawaje tujue kwamba cha pekee kwanza kabisa ni ule utume huo unaotokana na Radio Maria, unavyokuja kama injili ya nyumbani, kama Yesu anayetufuata nyumbani, kama Mungu anayetufuata nyumbani kwa huruma yake, kama kanisa linalotufuata nyumbani. Hiyo ni baraka kubwa sana, na hapo ndipo tunapomshukuru Mungu kwa wale wahudumu wanaohangaika na hayo sana, lakini mapadri, maaskofu, watawa na waamini wengine wenye nia njema wanao sauti ambao wanatembea pamoja, tunashukuru sana. Lakini ukiona vyaelea vimefanya nini, vimeundwa, ni lazima pia tutegemeze kwa njia ya kufanya sadaka, tuchangie kidogo fedha ili uweze pia kwenda vizuri. Kwanza wengine pia waweze kupata Tanzania. Hawajatueleza wapendwa wetu ni sehemu zimebakia, tumeshafunga, watatuambia baadaye. Kwa hiyo tungependa Tanzania nzima furahia Radio Maria kama sisi tunapofia. Je, imeshafika huko? Kama haijafika wanahitaji msaada. Lakini je, vyombo vya kisasa vya kufanya ujumbe huo, teknolojia hiyo mpya ya sasa iweze kuingia katika utume huu, inahitaji msaada wetu. Tunafanya sadaka si kwa vile tuna fedha, si kwa vile tuna uwezo, kwa vile tunampenda Mungu, kwa vile tunampenda Yesu, tunampenda Mama Bikira Maria na tunapenda utume wake uenee. Si kwa sababu ya utajiri, ni kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu ya sadaka. Na kila palipo na sadaka ya kweli, kila palipo na upendo wa kweli, kuna sadaka. Kuna maumivu ya ndani, lakini maumivu matakatifu. Tunawekeza mahali pazuri kwa Mama Bikira Maria aliyeko huko mbinguni tayari, kwa Yesu, kwa Utatu Mtakatifu. Tunawekeza, hatupotezi. Kumbe na wale wanaofanya wachangia tuweze kufanikiwa kama walivyochangia katika mbio hizi za marathoni ambazo tunafunga leo. Ninawashukuru sana, na bado tunaendelea kama tutakavyoambiwa leo, bado tunafungua tena, tunaendelea. Ni shukrani. Kipengele cha kwanza ambacho nimetaka nikiweke wazi mbele ya altare ya Bwana na mbele yenu ni shukrani, kama nilivyoguza hayo maeneo. Lakini kipengele cha pili ni hiki, wapendwa, tunapomshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo aliguza mioyo ya watu wake wakaanza utume huu wa Maria, utume huu wa dio ukafika kwetu, ni lazima tuone, ningetamani pia tuone kidogo umuhimu wa Bikira Maria katika maisha yetu, na hiyo itatusaidia pia sana kwa Radio Maria zaidi. Maria ni wa maana sana, Bikira Maria ni wa maana sana, kwa sababu kwa kadiri ya Kanisa Katoliki halipo Bikira Maria. Kila ambapo kuna kanisa, kama ni kanisa, yani kanisa letu limeanza na Mama Bikira Maria. Kwa hiyo kila tunapokusanyika kikanisa, kama Mama Bikira Maria apewe nafasi, it is very doubtful, yani kuna mahangaiko sana, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu gani? Historia na mapokeo ya Mama Kanisa Katoliki yako wazi. Mesikia somo la kwanza,
Somo la kwanza, baada ya Yesu kupaa mbinguni, wakaenda wale mitume, wakaenda na wanafunzi kadha wa kadha kwenda kule nini, wakaenda kule chumba cha juu wakajifungia. Lakini pale amesema na Bikira Maria mama wa Yesu alikuwa katikati yao. Hapo na point, naomba muipigie mstari. Yaani wanapokwenda kuomba mitume, wanafunzi kadha wa kadha, wanapoenda kuomba Roho Mtakatifu ashuke, mama Bikira Maria yuko kule ndani, tena yuko katikati ya mitume. What does it mean? Ina maana gani? Ina maana kwamba kanisa Katoliki ni Marian Church, ni kanisa ambalo daima linambeba Maria uko katikati. Ni lazima Bikira Maria mama Mungu awepo ili liweze kukamilika, liwe ni kanisa la Yesu kweli. Yuko kule ndani na wanasali novena siku 9. Na daima na wanafunzi wangu kwenye kipaimara, novena ya kwanza katika kanisa Katoliki ni ipi? Wanahangaika hapa hizo, nadhiki novena ya kwanza katika kanisa ni ya Mtakatifu Rita wa Kesha. Rita wa Kesha amekuja juzi. Ni novena ya Roho Mtakatifu. Haya, na wauliza, ilisaliwa na wakina nani? Ilisaliwa nani? Alikuwa kule chumba cha juu kwa siku 9? Bikira Maria, mitume na wanafunzi kadha wa kadha. Very good. Naona Bikira Maria, mitume na wanafunzi kadha wa kadha walikuwa kule wakiomba Roho Mtakatifu aje. Sasa tuchukue hapo na tupige mstari. Kanisa mahali popote, liwe ni kwa ujumla wake kanisa Katoliki duniani, lazima liwe na mama Bikira Maria huko katikati. Tunapokuja kanisa la Tanzania, lazima litoe nafasi ya pekee kwa mama Bikira Maria. Kwa wengine tunapoteza wakati. Kanisa Jimbo Katoliki Moshi, yaani tuna shughuli zetu nyingi sana, tunaongea mambo mengi sana, lakini kama tunataka tufanikiwe, lazima liwe na mama Bikira Maria huko ndani, tena katikati, ili atuombee. Ndiye anayejua namna ya kuomba Roho Mtakatifu ateremke, maana Roho Mtakatifu ni rafiki yake. Mnajua kwamba amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mahusiano yake na Roho Mtakatifu ni makubwa. Kwa hiyo hapokaa kule anatuombea mambo mengi, na hasa Mtakatifu. Sasa linapokuwa ni kanisa kule nyumbani, kwenye familia, ya lazima Bikira Maria awepo. Ndio maana nasisitiza sana, jamani, tusiache sala ya Rozari, tusiache kuweka sanamu ya mama Bikira Maria kule nyumbani. Kwenye familia yote, mimi ninapoingia, ninapobariki nyumba, ninatamani nikifungua hivi ule mtu nione msalaba pale katikati, sanamu ya mama Bikira Maria Takatifu Yosefu. Nasema yes please. Hapa kwa kweli Biblia pale mezani, Biblia pale mezani, halafu pale juu pale msalaba, mama Bikira Maria Mtakatifu Yosefu, potri ambayo hata kama hakuna picha ya Ludovico usijali, achana na Ludovico, lakini hiyo miamba hiyo, hapo kuna kanisa, hapo kuna kanisa. Na inapokuja kwenye nafsi zetu, ni askofu, ni padri, ni mtawa, ni baba ndoa, ni mama wa ndoa, ni binti anayengojea kuolewa, ni kijana, ni mvulana, ni watoto, kama mna Bikira Maria huko ndani yenu, hamwezi kufanikiwa. Yaani takuwa mnayumba tu. Ni lazima muwe na mama huko ndani. Sasa ndivyo Mungu amependa. Kanisa limeanza hivyo, akiwa kule ndani akiomba na mitume. Kumbe Mwenyezi Mungu anapiga mpuri kanisa Katoliki kwa tabia yake
ni kanisa ambalo lina mama Bikira Maria huko ndani, na ili sisi tunaopambana kuwa na kanisa hai, kanisa ambalo linamimina neema na baraka za Mwenyezi Mungu, ni lazima liwe na mama Bikira Maria huko katikati, kama ilivyokuwa kule upper room, kule chumba cha juu, kule kwenye kanisa kwanza linapozaliwa, yani Bikira Maria yuko kule ndani. Na Mwenyezi Mungu ana sababu zake, kwa sababu ni mama wa Mungu, sababu Roho Mtakatifu tunayemwomba sana atuimarishe, atupe ujasiri, atuinue tuweze kuona mapenzi ya Mungu. Mama Bikira Maria anafahamu fika, ndugu yangu. Yosefu anaambiwa usiogope kumchukua Maria awe mke wako, kwa sababu hiyo mimba aliyo nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa hapo namna gani? Maana yake sasa ni mambo ya usinieleze, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kumbe mahusiano ya mama Bikira Maria na Roho Mtakatifu ni makubwa sana. Usiogope kumchukua Maria mke wako, kwa sababu hiyo mimba aliyo nayo si kwamba ni ya huko nje, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Imetoka kwenye umilele, imetoka kwenye zile nafsi tatu za umilele. Sasa hapo utasema nini? Sasa ilikuwa kwaje? Vitoto vinaniuliza, sasa baba askofu, hebu eleza hapo, Roho Mtakatifu ni mwanamume? Kaambia, pumbavu, msinieleze mambo ya kipumbavu. Amini, ndivyo mambo yalivyo. Mimba aliyo nayo kwa uwezo wa Mtakatifu. Alifanyaje Roho Mtakatifu? Mimba aliyo nayo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuendelee mafundisho watoto, tunaacha hapo, kwa sababu vitoto vinaweza kukuuliza wakati mwingine maswala ya kipumbavu, alafu anasema kwamba askofu ameshindwa. Kumbe sio kushindwa, tuko kwenye mafumbo makuu ya Mungu, utendaji mkuu wa mambo ya matakatifu ya Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anapoyatenda hayo, Bikira Maria yuko ndani, na hivi ni lazima tufurahi sana na tupokee sana utume huu mtakatifu wa Radio Maria katika familia zetu. Unatusaidia sana, kutusaidia yani tuwe na kanisa ambalo ni hai, iwe ni kwenye nafsi yangu, iwe ni kwako. Yani mimi ndio nawaambia, yani kwa kweli kama tumeacha sala ya rozari tutakuwa wadhaifu tu. Kama hatusali rozari tutaingiliwa tu yule movu, maana rozari ina nguvu. Ni saa ya mama Bikira Maria, kwa maana tunarudia, tunamuita mara ngapi? Ni kweli kiteolojia bado inabakia ni sala ya Kristo, maana tunatafakari yale mafumbo yote ambayo aliyapitia, ni kweli. Lakini pale tunapotafakari hivyo, hebu fikiria tunamuita mama mara ngapi? Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na sasa. Maria mtakatifu. Sasa watu wengine wanatuambia nyinyi mnapoteza wakati. Hayo ni mambo ya tautology hayo. Cheni mkisali salamu Maria tu moja inatosha. Tautology eti wanasema tuko kama kobe, yani tunafanya mambo kama kobe. Kobe si linakapo chini linazunguka tu, linachora tu hapo. Anasema sasa ndio nyinyi mko kama kobe, kwani mseme salamu Maria moja tu kwa imani muondoke? Sasa wewe bwana, wewe yani kanisa Katoliki ni la mapokeo bwana, ni la mapokeo matakatifu kuanzia kwa mitume, wametufundisha hivyo. Ndipo tunapokutana na mama Bikira Maria, ndio tunapomleta nyumbani, kama yule mwanafunzi aliyependa na Yesu alivyompeleka nyumbani, na sisi tunamleta nyumbani kwa kadiri ya kanisa linavyotuelekeza, kanisa lilivyosali tangu pale mwanzoni. Wewe unasema kwamba sisi tunachorachora hapo kama kobe? Pumbavu wewe. Sisi yani na akili yetu yote tuje tukachorochoe chini kama kobe? Tunarudia hapo matakatifu ya uokovu wetu yatakayoleta uokovu kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo ninataka tupige mstari nafasi ya mama Bikira Maria katika maisha yetu ya Kikristo. Na hivi tunapopata Radio Maria inakuja mpaka nyumbani, yani inaleta sauti kule nyumbani, tunamsikiliza mama anatufundisha, tunafundishwa mafundisho mengi mama Bikira Maria. Hayo yatusaidia, kwa sababu hatuwezi kukamilika katika Ukristo wetu tukawa wakamilifu kama hatuna mama
kama in your personal spirituality, katika spirituality yako, we padri, we askofu, we mtawa, nyinyi watoto, kama hamna mama huko katikati ya sala zenu, yani mnahangaika, yani mnahangaika tu, yani mko yani shalo tu. Shalo kwa Kiswahili tungesema nini watoto? Shalo nini? Yani ni hivi tu, yani mambo yani mnahangaika tu hivi tu, yani ni juu tu, shalo yani. Sasa mnataka kuwa shalo watoto? Nyinyi mnataka kuwa nani? Yani mnataka kuwa watoto wa Mungu wakamilifu katika utimilifu wake, katika utimilifu wa mafundisho ya Kanisa Katoliki. Sawa watoto? Jamani, hilo ni jambo la pili ambalo ningependa kumshukuru Mungu kwa utume huu, kwa sababu unatusaidia zaidi kufahamu kwamba bila Bikira Maria kanisa halijakamilika, na hata maisha yangu ya kiroho hayajakamilika, maisha ya familia hayajakamilika, sala za jumuiya hazijakamilika, sala za jumuiya ndogo za Kikristo hazijakamilika, na sala tunazosali huku parokiani hazijakamilika bila uwepo wa mama. Ndivyo ilivyo, lazima awe huko katikati na ana kazi yake kubwa. Akiwepo lazima tunafanikiwa tu. Ndio tunaenda namba 3 sasa na ya mwisho. Mama anapokuwepo tunafanikiwa tu. Mama ni mama tu. Watoto, palipo na mama amfahamu, hapaharibiki neno. Palipo na mama, watoto naomba mniangalie. Watoto naomba msimame. Simameni wote, simameni. Palipo na mama mniangalie. Palipo na mama, na kule nyumbani kwako palipo na mama. Yani hapo wanasusua, ni wazazi mnasikia ndio hivyo sasa. Lakini watoto ndivyo ilivyo. Katini watoto wapendwa, palipo na mama hapaharibiki neno, na likiharibika analiweka sawa mara moja. Naomba mketi watoto. Bikira Maria ni mwepesi sana, ni mwepesi sana kutambua watoto wanahitaji nini, na mara moja hata kama kuna shida anatuombea, tunafanikiwa. Ombi la mama haliwezi kukataliwa na Yesu. Tunaona Injili ya Mtakatifu Yohani hapo kwenye sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 12, ile harusi ya Kana. Sasa kule wanaingia, kumbe wana harusi. Yani harusi ni hali ya juu, imeandaliwa vizuri sana, lakini kwanza wao wenyewe, kitu cha kushangaza, someni vizuri lile simulizi. Kitu cha kushangaza, hata wale wenye harusi hawakuwa na habari kwamba divai haitoshi. Ni vizuri mjifunze hapo, si kwamba ni wao wamekuja wakamwambia mama Bikira Maria divai haitoshi. Ni mama Bikira Maria katika kuingia tu, ameingia tu na mtoto wake yuko hapo, anaingia tu mara moja, anasema something is wrong here, yani kuna kitu ambacho sio sawa hapa, yani divai haitoshi, hawa watu wangu wataaibika. Na ndivyo ilivyo mpaka leo. Mama Bikira Maria ni mwepesi sana kunusa, kuyafahamu mapungufu, ni kitu gani hapa kinahitajika. Sio lazima yawe ni mapungufu ya udhaifu wa mwili au udhaifu wa yani mapungufu yoyote. Inawezekana kwamba kule nyumbani kwako kuna vitu ambavyo yani viungo vyote vya chakula vipi, lakini kuna kimoja ambacho yani ni kizuri sana, kinafanya chakula kitamu sana, mama akileta. Kuna ungo ambazo yani unazipenda sana nyiwa kina mama, yani unafikiri umeshamaliza. Kuna moja tu ambayo sasa ukiweka hiyo ndio inayokufanya kweli kila mtu unapata mama huyo, yani mama Selina huyo, acha tu, yani huyo, yani kumbe ni kile ambacho ulikuwa hujakiweka, sasa Bikira Maria akakileta. Hivyo hivyo katika maisha yetu ya kiroho kuna fadhila zinazotusumbua tujaweka vizuri. Tunafikiri kwamba tumemaliza, mama Bikira Maria atatuleta taratibu tu.
Sasa fadhila ya unyenyekevu hapa inahitajika. Fadhila ya imani hapa wewe uko mzuri sana, lakini fadhila ya imani imekosekana. Ataileta tu na atamwambia mwanaye aimimine katika mioyo yetu kwa namna za ajabu. Unafahamu kuna mafumbo mengi tu yanayoteleka na Mwenyezi Mungu katika maisha yetu hata sasa hivi. Kwa hiyo Bikira Maria ni mwepesi sana kufahamu mapungufu ambayo yako katika maisha yetu. Aligundua mara moja divai haipo, akamwomba mwanaye. Naye Yesu akasema, mama, una nini nami? Mbona unanisumbua saa yangu bado? Lakini sasa ombi la mama ni kali, kwa sababu unajua sisi huwa hatuwazi sana mama ni nani. Ndio maana wakati mwingine hata tunakaa tu kwa muda mrefu hata tumsalimi mama, au tunaona mama ni mtu wa kawaida tu, kwa sababu kuna muunganiko mkubwa sana kati ya nafsi ya kila mmoja na mama, bila usipende, kwa sababu amekubeba kwa muda, amekubeba kwa siku, amekubeba kwa muda wa miezi 9, na ulikuwa unakula, yani unafurahia damu yake, yani ambacho mama alikuwa anakula ilikuwa ni cha kwako, damu yake ilikuwa ni ya kwako. Sasa hapo mtaachaje kuwa na mahusiano ya pekee? Mahusiano ya pekee kabisa huwezi kuyaondoa. Kwa hiyo Yesu pale alikasirika, maana kwa kadiri ya mpango wa Baba Yesu ataanza kutenda miujiza Jumapili ya Pasaka asubuhi. Ndipo anapotangaza kuwa Bwana na mwalimu, ndipo anapotangaza kuwa Kristo na Bwana. Jumapili asubuhi anapovuka ndipo kipindi cha miujiza kinaanza. Sasa anamwambia atende miujiza hapa. Sasa nitafanyaje? Na unafahamu mpango wa Baba ukoje? Yaani mpango wa Baba baadaye, sijui aliongea na Baba huko mbinguni kwa namna moja au nyingine, akasema, lakini mama alikuwa anafahamu atakalowaambia mtende, neno lolote atakalowaambia mfanye. Baadaye divai ikawepo. Na ndivyo ilivyo hata leo, ndugu zangu, tusimwache mama Bikira Maria katika maisha yetu, katika sala zetu za binafsi, katika maisha yetu ya personal spirituality wanaita Waingereza. Kila mmoja ana spirituality yake ya pekee. Naomba tusiache mama Bikira Maria. Rosari takatifu, hata kama uwezi kusali rosari yote, hata 11 tu, utangaze kwamba una mahusiano na yeye, na bila yeye huwezi. Lazima tuungane, tumwambie mama, bila mimi, bila wewe siendi. Naomba tu uniombee kwa nao hapa nipite. Nafahamu kuna mahusiano ya dhati kabisa ambayo hatuwezi kupinga kati yangu na wewe. Niombee mwanao, niombee kwa Mungu, niombee kwa kanisa. Kumbe ndugu zangu, hili nalo sasa tunapokuwa tuna utume huo wa radio, utume huo unayokuja nyumbani kama sauti ya Mungu, ya sauti ya Yesu, yaani inatusaidia kutuimarisha zaidi tuweze kuwa na mahusiano ya kina na mama Bikira Maria, na hapo mahusiano ya kina na Utatu Mtakatifu. Maana tunapounganika hiyo na mama Bikira Maria, naye anatugeuza huko, anatuambia tuendeni kwenye shina, tuende, ngoja niwaunganishe na shina, Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiko neema zote zilizomiminika, mimi nitawapeleka huko. Nani huyo? Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunawashukuru sana Radio Maria, mnafanya kazi nzuri sana, sio hapa jimbo la Moshi tu, katika kanisa la Tanzania. Muendelee kufanya hiyo, na sisi wa Kristo ni waombe. Jambo la kwanza si kuchangia tu, jambo la kwanza ni kuombea utume huu uguze mioyo ya watu, ulete mabadiliko, yani watu wamgeukie Yesu, kwewe na ukombozi na uongovu. Unajua katika sinodi tunahangaika sana sasa hivi, yani kwa mafundisho mbalimbali. Kweli kumekuwa na mafundisho mazuri sana katika seti zote 10. Seti ni kama seti ni yale mafungu ambayo yamepangwa, yani tuliona kwamba kutokana na yale makaratasi yaliyotoka kwa watu, tulipowaambia wapendwa, sasa kuna sinodi jimbo Katoliki, tuseme nini?
wakaandika madebe ya makaratasi yalikuja, tukayapanga katika mpango, katika mafungu au katika lugha nzuri ya kisinodi tunasema katika seti ya kwanza, seti ya pili, seti ya tatu, seti ya nne mpaka seti ya 10. Tukaanza na seti ya jimbo, tukaenda seti ya imani, seti ya sala, seti ya liturujia, seti ya uchungaji, seti ya malezi, seti ya mahusiano, seti mpaka sasa hivi tuko kwenye seti ya tuko kwenye seti ya majira. Sasa kule kuna mafundisho mengi sana mazuri, yote yanalenga nini? Yaani tu yatusaidie tubadilike, maana kuna mambo ya ajabu yameingia katika maisha yetu, yameingia katika maisha ya watu binafsi, maisha ya familia, maisha ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, maisha ya parokia. Tunakudhalika hivi hapa kanisa, lakini huko ndani watu wamebeba mamtakataka ambayo hayana mahusiano na Yesu. Sasa tunasali sana katika sinodi kuweko mabadiliko. Roho Mtakatifu, Mama Bikira Maria atuombee tu kwa mwanaye, aguze hiyo mioyo, wabadilike, watoke huko waliko naswa na kupotelea huko, awaondoe warudi nyumbani. Sasa tunapokwenda kwenye mafundisho kama haya ya Radio Maria ni msaada mkubwa sana, kwa sababu usumbufu katika sala ni fadhila. For your information, usumbufu ni sala. Yesu mwenyewe amesema, alisema kwamba yule mtu alikuwa anamsumbua yule mtu usiku, anamwambia kwamba nimepata wageni wako nyumbani na mimi sina chakula, naomba unipe mikate ili nikawatengenezee. Anamwambia nimeshalala na watoto wangu, usinisumbue. Akaendelea kumsumbua tu. Yesu anasema alimpa si kwa sababu alipenda kumpa ile mikate, ni kwa sababu aondoke. Sasa usumbufu turudie tu, tusiogope kumwomba Mungu tena atusaidie. Tusiogope kuambia watu, Wakristo wetu, wengine ni kaka zetu, dada zetu, wengine ni jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, wengine ni majirani. Tusiache kuambia hapa sio sawa. Yesu anasema hivi, njia nzuri ya kuondoka hapa ni kusali. Ukitaka hapa, soma neno la Mungu kila siku, walau mstari mmoja tu, fungua tu Injili ya Mtakatifu Yohane, naweza kutana na mstari kama ule Mtakatifu Yohane sura ya 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Unaona ilivyo Yesu anasema mimi ndiye njia na ukweli na uzima. Yaani neno la Mungu hapo linakufundisha. Wakati mwingine unafunga na kwambia njia ya kwenda kwa Baba ni nyembamba. Njia ya kwenda kwa Mungu na msalaba. Ni lazima tuwe tayari kubeba msalaba, kufuata njia ya msalaba. Tupate manjia yetu tu. Msalaba ni mdogo, lakini umebeba uokovu. Kwa hiyo kaka, kwa hiyo dada, acha kuingia tuchukua maisha tu hata kama yanadai sana, lakini liko kwenye ufanisi. Kwa hiyo tusiache kuwasumbua watu wasumbuliwe kwa namna mbalimbali. Radio Maria inawasumbua huko kwa hiyo sauti kila wakati. Huku tena tunakutana na Radio Maria nayo inatembea huko, unakuta tena mtakatifu na wanatembea huko wanawaambia, unakuta na sisi tunatembea sasa, tunasema tunateremsha sinodi kwenye mashina na kwenda mpaka kwenye yale mafundisho ambayo tunaongea kule kwenye mkutano, tunaongea tunafika mahali tunasema sasa yaende parokiani, yakitoka parokiani yaende kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, kutoka huko yaende kwenye familia. Kwa hiyo ni mahangaiko sasa, kwa sababu tumenaswa kwenye mambo mengi sana na ya kutisha. Ni lazima watu usumbuliwe, hiyo mioyo isumbuliwe tena na tena. Tusiache kusumbua, hata kama ni kaka yako, ni dada yako, ni ndugu yako, ni jirani. Ukiona yale maisha wanayoishi, waambie hapana. Hii radio sauti ya Bikira Maria inasaidia sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kumshukuru Mungu kwa uwepo wa chombo hiki katika kanisa letu kwa sasa hivi. Tuendelee
kushirikiana na hawa wahudumu wa Radio Maria kitaifa, lakini hata katika kanda kama hizi za kwetu, tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwapa misaada yote wanayoomba kwetu na tuendelee kuchangia. Kwa hiyo na sisi wenyewe tujaribu sana kufika kutokana na radio hiyo kwa namna moja au nyingine. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa chombo hicho. Tumshukuru Mama Bikira Maria, tunaamini kwamba ni yeye tuombea utume wa namna hiyo ukaja kwetu. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu aendelee kutuinua tuweze kuona uzuri na utakatifu wa chombo hicho katika safari yetu tunapokuwa kwenye hii ya kurudi kwa Baba. Tumsifu Yesu Kristo.